Kabisa, wacha nichukue nafasi hii kutoa rambirambi kwa family na jamaa ya watu wetu ambao tumewapoteza kupitia kifo. Na nimeona hao watu ambao wamepoteza uzima wamekuwa kati ya miaka 17 na miaka 65. Mwenye ako na miaka michache 17, mwenye ako na miaka zaidi alikuwa miaka 65. Na katika hao watu wote hakuna mwenye alikuwa amefikisha ile miaka ambayo iko katika Biblia, lakini tunajua kwamba Mungu ndiye anajua vile tumehubiriwa siku ya mtu kuingia duniani na siku ya kutoka duniani. Nataka nitoe pole zangu kwa familia ya Penina Wambui, Nixon Bano, Paul Chege, Felix Onyango, Tabitha Muthoni, Pauline Kerubo, Jacinta Wambui na Samuel Mboro. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya hao wapendwa wetu katika mahali pema, kwa sababu maandiko hayo ndio yanasema heri wafao katika Bwana, kwa sababu watapumzika kutoka kazi ngumu za dunia hii na matendo yao mema yatawafuata mahali wameenda. Vile vile tunajua ya kwamba katika Zaburi Biblia inatuambia ya kwamba Mungu anafurahi kama ni kifo cha watu ambao wamemjua. God rejoices in the death of the righteous people. Kwa hivyo mimi nasema wale ambao tumewachwa, tumesikia vile askofu amesema. Askofu ametuambia tusiishi kwa upumbavu. Tujue ya kwamba ile mambo tunafanya, wale ambao ni wakulima, wale ambao ni wanabiashara, wanasiasa, hata wahubiri, kila mtu tumeambiwa na askofu, siku yetu inakuja, tufanye hayo mambo mengine yote, lakini pia tujitayarishe katika bahali ambao tutaelekea baada ya kuondoka ulimwenguni. Amesema ya kwamba tusipofanya hivyo tutakuwa tunaishi katika hali ya upumbavu ama hali ya ujinga, na ametupatia example katika mahubiri yake. Leo mambo ya kusema ni machache sana, kwa sababu tumefika hapa kuomboleza. Nimekuja hapa kwa niaba ya Rais William Ruto. Amenituma hapa na pole zake na pole za serikali nzima ambayo anaiongoza. Niko hapa kwa ajili ya sisi zote ambao hatukuweza kufika, na amenituma na rambirambi zake na za serikali kwa familia zote ambazo zimeathirika, na hiyo usaidizi ama support ambaye rais amenituma nayo niko nayo hapa. Iko hapa, lakini kwa sababu ya heshima ya wenzetu ambao wanalala hapa, nimeambia Mheshimiwa Kimani baada ya hii sherehe hapa, familia, representative wa family wamuone, ako na message ya rais ya kusaidia familia zote ambazo zimehusika katika hii mkasa. Ya pili, hawa ambao wametuacha kwa sababu ya ajali ya barabarani. Na kwa sababu askofu amesema tukingoja siku yetu tufanye yale mambo tunaweza fanya kuzuia mambo ambayo tunaweza zuia. Na nimemsikiza sana askofu wetu.
Askofu Mbugu amesema ile madawa tunakunywanga sio ya kuzuia kifo, ni ya kusongesha ama kudelay kidogo. Amesema hivyo. Hajasema tusikunywe dawa. Amesema tuendelee kunywa dawa, lakini tujue kifo ni lazima, because it is appointed for everyone to die once and thereafter judgment. So vile vile lazima tutengeneze barabara zetu kama itatusaidia kupunguza ajali tukingojea siku ya kukufa. Niguo kana tegu. Niguo Bishop arauga. Kwa hivyo, kwa sababu ya huo wasia ambao askofu ametupatia na kupitia maombi ya viongozi wote ambao wameongea hapa, dada yangu Governor Susan, ndugu yangu mdogo Mheshimiwa Kuria Kimani wa Molo, dada yangu Liz Chelule ambaye ni women rep wa Nakuru na MCA wa hapa, wote wamesema barabara hii ya Elbagon kwenda Njoro iko na mahali hapo kunaitwa Amco, na wamesema hiyo mahali itengenezwe ili tupunguze ajali za barabarani. Si ni kweli? Na vile vile wamesema kuna sehemu zingine 3-2 kama Maura, Mau, na sehemu hizo wameomba ya kwamba tuweke climbing lane na pia tu redesign hiyo mahali kuwe na an extra lane, ndio kama kuna shida kama ni ya kimitambo ya gari, driver ako na nafasi ya kuzuia ajali. Kwa hivyo, kwa sababu ya mambo hayo yote, nataka nitangaze kwa niaba ya serikali, juma lijalo engineers wetu kutoka serikali kuu Nairobi wataenda hapo Amco, watufanyie assessment, waanze kuchora designs ili turekebishe hiyo mahali. Na nimesikiza viongozi wetu sana, kwa sababu wamesema hiyo mahali imechukua mioyo mingi. Na juzi pia mlisikia mwingine hata anajua kuna mahali kunaitwa Nithi Bridge, ulikuwa na hiyo shida. So vile tumepata suluhisho ya Nithi Bridge, lazima pia tutafute suluhisho ya Amco Bridge. Tutafanya that work, and from next week the engineers from the Ministry of Roads and Transport are directed to start making assessments and thereafter redesigning, so that we can expand the road a bit and redesign that place to reduce death on the roads. Mnajua ya kwamba hii barabara kuu inatoka Nakuru kwenda Mau Summit, Eldoret, na ingine inaenda Kericho. Kuna ile sehemu ya Salga vile vile ambayo watu wetu wengi wamepoteza uhai. Kuna vile tulifanya kupanua hiyo barabara kidogo, imesaidia kupunguza ajali. Lakini bado kwa usalama wetu katika hiyo barabara kuu, na pia kuinua uchumi wa hii sehemu yote katikati ya Nairobi, sehemu hii ya Rift Valley kuelekea Western Kenya na Nyanza, tumekuwa tumetamani sana barabara hiyo itengenezwe iwe barabara pana zaidi, ile kwa kizungu inaitwa dual carriageway. Na mimi nataka niwatangazie watu wetu wa eneo hili, county ya Nakuru, because the largest section of that road will be within Nakuru County. Sasa kutoka tarehe 1 Julai kuendelea, tutaanza ujenzi, upanuzi wa barabara kuu ambayo inaunganisha Rironi pale Limuru mpaka Mau Summit.
iwe dual carriageway, iwe na lane zaidi, ili tupunguze ajali, kwa sababu kuna hata huko chini Nakuru, sehemu ya Kinungi pale, hapo Naivasha, watu wengi wamepoteza maisha. Vile vile Gilgil na hiyo Salgaa. Hiyo barabara tumepata namna ya kuijenga, na wizara ya barabara imeamrishwa na rais ifikapo Julai contractor awe ground ameanza hiyo kazi. And I believe that is going to be one of the signature projects of President Ruto. The economy of Rift Valley, the economy of Western Kenya, the economy of Nyanza, because many people use that road. Tunajua vile ile barabara kuu ambayo Mheshimiwa Kibaki alitusaidia, ile Thika Superhighway ya kuunganisha Nairobi na Keno, ilitusaidia kiasi. Rais Uhuru akakuja akaiongeza kidogo kutoka Keno kwenda Marwa. Tumekuta hapa Marwa kidogo tumekamilisha kama 1 year, ilikuwa imebakisha kidogo. So the signature dual carriageway for this administration is going to be Rironi Mau Summit, and from July that contract and that project is beginning. That will serve the economy of Rift Valley, both North and South Rift and Central Rift, West. Itaboresha biashara, italeta nafasi za kazi kwa vijana wetu wengi ambao hawana kazi, na tumesema mahali barabara inapitia kazi zipatiwe kwa vijana wa sehemu hiyo. So the majority of the jobs should benefit the young people of Nakuru County, because that is the government policy. Government projects must benefit local communities. Kwa sababu leo ni siku ya mazishi, wacha tu tuseme ya kwamba pia reli yetu ambayo kutoka Mombasa ikafika Nairobi na baadaye ikafika Naivasha. Mradi wa reli ya Kenya, ili nchi yetu uchumi uinuke na iwe nchi ya kisasa, ipate maendeleo zaidi. Na vile vile tumepata namna ya kuongeza hiyo reli SGR 2B and SGR 2C. Laini moja itoke pale Narok, pale Naivasha, ipitie Nakuru, Baringo, iende mpaka Eldoret, ndio iende mpaka Malaba. That is 2B. 2C teremkie Narok hapo mpaka Bomet, and from Bomet Nyamira kidogo ingie Kisumu, and we hope the two will connect uko mbele as we go to Uganda. That is also a project we want to start in the shortest time, God willing. Hizo project kubwa ni za kuinua uchumi kijumla, na mambo kama haya yanasaidia kuinua uchumi wa Kenya. Mmesikia ya kwamba 2022 wakati Rais Ruto amechaguliwa, Kenya ilikuwa nchi nambari 8 kwa ukubwa wa uchumi barani Afrika. Lakini mwezi huu Benki ya Dunia na mashirika ya kifedha ya dunia imesema uchumi wetu umesonga kiasi hatua 2. Sasa Kenya iko nafasi ya 6 katika bara la Afrika kwa ukubwa wa uchumi. Imepita Angola na Ethiopia. Na hiyo kazi sio sisi tumefanya, hiyo orodha inafanywa na World Bank and international institutions. Sio hata ni opinion poll ya serikali. It's not an opinion. That is the situation. Kenya now is the 6th largest economy in Africa. In the last 2 years, it has overtaken Ethiopia and Angola. We are making progress in the next 2 years
to go to number 5, number 4, tukisonga mbele tukielekea huko number 1. Hata kama hatutafikisha huko, wale watakuja nyuma yetu wataendelea. Because I've already told you, kazi ingine ilifanywa na Kibaki, ingine na Uhuru, ingine inafanywa na Ruto, na huko mbele wengine wataendelea. Kweli si kweli? Tumejaribu pia kuhusika katika uchumi wa nyumba, what we call household economy. Kwa sababu the major project kubwa ni ya uchumi wa jumla. Lakini pia tungetaka kuboresha uchumi wa rejareja, household incomes. Ndio naona tunakazana na maneno ya job creation, ICT hubs zile tunajenga, kutafutia vijana wetu kazi, wapate pesa kidogo, kazi kwa mtandao, kazi kwa affordable housing projects, kazi kwa market constructions, short-term jobs, long-term jobs, permanent jobs, any job we can get. Kwa sababu wakati tunaomba kura tulisema kazi ni kazi. Hakuna kazi kidogo, hakuna kazi kubwa. Vile vile tunaendelea kujenga masoko vile viongozi wetu wamesema. Hii masoko ni ya kuwasaidia kuinua uchumi wa wanabiashara wadogo wadogo. Mama mboga, watu wachuuzi, watu kama hao wakuwe na mahali safi, wawache kuuzia bidhaa zao kwa jua, wakipiwa na jua na mvua na vumbi na kuhatarisha maisha yao kwa sababu ya magari. Kenya mzima tunajenga masoko 400, hapa Nakuru tunajenga masoko 18 na mengine 6 yanapangwa. Nimesikia Elbagon contractor ule ako mzembe, mimi nitarudi hapa tukiwa na governor na mheshimiwa Liza na MCA tuzongeshe hiyo contractor. Kama hafanyi kazi tumfukuze, tutafute mwingine amalizie watu ya Elbagon ile kazi ambayo amepewa. Vile vile Molo tutajenga zaidi soko kubwa kidogo. Mheshimiwa Kimani, hapa Elbagon ni SP market. Kule Molo is maybe a bigger market, ile ya modern market because of the size of the trading community there. Nakuru town, even bigger market. Kwa hivyo tunakazana na watu wanauliza kwa nini tunajenga masoko. Tunataka wanabiashara wadogo wauzie vitu zao mahali kuna heshima. Wamama wako na mahali pa kuhifadhi mboga yao isiharibike, wauze siku hiyo ingine. Wako na chumba ya kunyonyeshea watoto wadogo. Na vijana ambao ni wanabiashara wako na ICT hub kule juu ili wafanye e-commerce ama biashara ya kisasa ya mitandao. Tumejaribu kuimarisha ukulima. 2022 mfuko moja ya bolea ilikuwa 7,000 ama 6,700 hapo. Serikali imeteremsha ikakuwa 2,500 na hiyo ndio imesaidia mambo ya uzalishaji wa chakula ikakuwa afadhali, tukawacha kuagiza mahindi kutoka nje. Na asante kwa bidii yenu wakulima. Serikali imefanya bidii, lakini ile bidii kubwa mmefanya ni kujishughulisha na kilimo ili kuzalisha nchi yetu. Mmesema Huduma Center imeanza. Hiyo Huduma Center Mheshimiwa Kimani tulisaidiana na yeye ikapatikana. Nitakuja kuangalia ikikamilika tufungue ndio tuwe na ofisi ya vitambulisho, ofisi ya usajilishaji wa vifo na watoto ambao wanazaliwa, tuwe na ofisi ya passport pale, mwananchi apate huduma karibu, aache kwenda Kericho ama Nakuru ni mbali. Vile vile magari ya polisi vile umesema Mheshimiwa, we are still waiting for the acquisition of the new fleet of vehicles for Ngao and police. I will prioritize the stations you have mentioned. Vile vile mmesema ya kwamba kuna watu ambao walipoteza makao yao, wako displaced, wako hapa. Wengine kwa sababu ya mambo ya msitu, wengine kwa sababu nyingine za zamani. Tumesema ya kwamba sasa hivi hakuna ubaguzi. Vile tunafanyia wananchi sehemu moja ya Kenya, ndio tutafanyia wananchi sehemu nyingine ya Kenya.
Kwa hivyo nakubaliana na Mheshimiwa Governor na wale viongozi wengine wameongea, akiwemo MCA. Lakini njia ya kusuluhisha hiyo shida sio viongozi kwenda kuchochea wananchi bila hata kutoa suluhisho. Ni kuketi pande zote, wananchi wote, wawakilishi wa wananchi wako hapa, tunapata solution ya lile jambo. Governor amesema vile tumefanya pale Dundori. If it worked in Bahati, it can work in Molo. Kweli si kweli? Kwa hivyo hakuna mwananchi ataendelea kuumia kwa sababu ya kupoteza makao. Mimi nataka niseme vile governor ameomba. Leo ni Ijumaa. Naomba Jumatano asubuhi na mapema governor na viongozi, mheshimiwa na viongozi wale wengine, mchukue MCA na wawakilishi wa wananchi, mkuje ofisini Karen, tutafute solution ya makao ya hao watu. That is the work of leaders. The work of leaders is to find solutions to the problems affecting the people, not to move around inciting members of the public and offering zero solution. Si namna hiyo? Si tutafutie watu yetu makao? Tutafutie watu yetu makao. Governor amesema hao watoto wa Elbagon DB wako na shida ya bus, nitanunua hiyo bus. Vile vile nashukuru governor kwa ile kazi unafanya. Huyu mama amejaribu, anaendelea na kazi ya uongozi na pia hajasahau hata hii kazi ya nyumbani, kwa sababu lazima kila kitu iendelee at the same time. Only a lady, only a woman, only a mother can multitask. Si ni kweli? Sisi wanaume hatujui kufanya mambo mengi at the same time. Lakini unaona mama, mtoto mmoja analia akiwa chini, mwingine analia akiwa kwa mgongo, mwingine ananyonya na mama anapika at the same time. Nani kama mama jameni? Kwa hivyo mama twins, pongezi. And I know Susan Kihika for many years. She's a very focused leader, very strong. We wish you all the best. Please, you have our support. The rest of us as leaders will support you so that you can succeed. Because if you succeed, the people of Nakuru have succeeded. Na nashukuru waheshimiwa na MCAs na MPs, because while our sister was away, hamukuchochea wananchi hapa. Mlingojea na amerudi, na ile mambo ambaye labda ilikuwa slow down ataharakisha, tutampatia tailwind, itasonga kusonga, tumalize mambo ya agenda ya wananchi. Nataka niseme kwa ufupi, tumesema ya kwamba wale watoto walifanya mitihani. Kuna shule nyingi zimekataa kuachilia stakabadhi ya watoto wetu ambao wamefanya mitihani. Wewe ukiwa principal ambaye unaendelea kukaidi amri ya serikali ya Kenya, nataka niseme ya kwamba unahatarisha kazi yako. And we mean business. All principals, head teachers, heads of educational institutions must release, and I say must release, certificates of all the children of Kenya. Alafu tuwache tukifuatilia mambo ya madeni. And it is not a joke. Najua waziri amesema, mimi nimesema kama naibu wa rais, rais amesema. It is not an option. We are not requesting you. We are directing all heads of institutions to release certificates for the children of Kenya. And then we can follow up about the issue of payment of fees arrears as a separate issue. Hakuna mahali hakuna pending bills. Tumekuwa na pending bills kwa barabara, tumekuwa na pending bills everywhere. So principals, don't take this lightly. And for your information, just in case you have forgotten, the Deputy President is the immediate Minister for Interior. So nikisema ni amri, ni amri. Na naongea kwa niaba ya rais na kwa niaba ya serikali. Principals, let's not play monkey games. Na najua kuna wengine wajeuri. Please, mama, baba ya mtoto, mwalimu ambaye amekataa na principal, report to your assistant chief. Let us know. Tujue kama Kenya iko na serikali ngapi. Serikali ya Kenya ni moja.
So mungetaka watoto wetu wapate certificate. Lakini madeni tuwache tukidaiana, kwa sababu the fact that the parents didn't pay means they were not able to pay. So it's up to us as a country to find out how we sort out the school. Sasa kukataa na certificate inasaidia shule namna gani? Na huyo mtoto hata hayuko hapo, halali shule, akuli shule. So you have to contend with the situation as it is. You cannot punish a student who has already finished school. Niseme vile vile nikimalizia ya kwamba huyu mheshimiwa anaitwa Kimani Kuria ni mheshimiwa kijana, but we have a lot of respect for the member for Molo. Tunamheshimu sana because he has shown young leaders, young people can still do things maturely. Amekazana hata saa ingine, kwa sababu sisi zote saa ingine hata mimi natelezaka nini, msiwe na haraka kuumiza huyu kijana. He is a young leader, he has a future. He has shown that young people can hold responsibilities of leadership and do well, just like older people. Mheshimiwa Shelule vile vile endelea kutetea wamama. Nimesikia governor na wewe na MP mmesema vile nafanya empowerment kilo kwingine, hata hapa Molo tuwe na empowerment program ya kusaidia hawa wanabiashara wadogo wale tunajengea masoko wapate stock. Lakini you must be in registered organizations, SACCOs and registered groups. Hatutaki tu kuwasaidia hivyo, kwa sababu hiyo pesa itaenda ipike chapati, ingine mzee achukue aende atumie akipitia huko akienda nyumbani. So they must be registered groups and SACCOs so that you empower the communities from the grassroots. Na kuna watu nimesikia wameanza kupinga hiyo mambo. As we are called Kenya Kwanza, we believe in bottom-up economic transformation of the people of Kenya. And you transform the economy from those who are at the bottom of the pyramid. Ule ambaye ako na shida na hiyo program, ajitokeze, aseme tusisaidie mama mboga, tusisaidie watu ya bodaboda, ati wakae hapo wakingojea siku ya campaign, ndio mwanasiasa anawaletea reflector, vijana wa bodaboda, ndio analetea mama mboga apron ya shilingi 20 na kuwapatia shilingi 100 kupigia kelele ule mwanasiasa mnashindana naye. Those are old-fashioned politics. So sisi empowerment tutakuja hapa Molo kulingana na vile wananchi na viongozi wameuliza. Mwisho kabisa, unajua kuna mambo inaendelea Kenya ya siasa, and there is nothing wrong with politics. Siasa ni mzuri. Sio lazima sisi zote tusikizane politically. People are free to hold different political opinions. Ile tu tunasema hatutaki uchochezi, hatutaki kugawanya wananchi, because we have been there before and we know how painful it is to incite the public against each other, to bring division, violence. Those politics of violence, division, incitement are old-fashioned politics. We must resist those politics as a country. Na wale wanaunda vyama, there is no problem. Kila mtu aunde chama, ule anataka kuunda chama, there is no problem. Lakini wacha kusema hii ni chama ya kabila hii ama dini hii, kwa sababu utatenganisha wananchi. Sema hii ni chama ya Wakenya wote, ile ingine ikuwe ni ya Wakenya, alafu tu campaign. Wakati wa campaign ikifika tumenyane, kila mtu atoe record yake. Uambiwe wewe Kindiki 2.5 years ulikuwa deputy president, ulisukuma nini ikakuja pande hii ya Molo na Njoro na Nakuru? Mradi gani ya barabara, ya stima, ya soko ulisukuma? Ule mwingine na yeye aseme ili alifanya. Mwenye atashinda tumbariki aendelee. Ule atashindwa aende akatafute kitu ya kufanya, angojee siku nyingine, Mungu atamsaidia siku nyingine. Mungetaka tuendelee namna hiyo? Tuendelee namna hiyo wachungaji?
That is maturity. That our democracy must mature. Sio kuchemsha wananchi, na hakuna mtu hajakuwa na nafasi ya kuwa kiongozi. Wale watu unasikia wanaongea huko, hakuna mtu hajakuwa na nafasi. Wengine wamekuwa mawaziri, wengine wamekuwa vitu vingine. So everybody will account. Mimi nitaulizwa, wachana na hii ya deputy president. Wewe ulikuwa minister for interior, ulifanyia Kenya nini? Taeleza ile kazi nilifanya kuokoa maisha pale Lamu, Boni Forest, ambao Al-Shabaab ilikuwa inapiga wa Kenya kila wiki. Nilikuamilia hapo. Na hao watu wanaeneza ukabila wajue ya kwamba you are endangering the country. Wakati nimefika hapo Lamu, nimekuta nusu ya watu pale ni watu wanatoka mahali mimi natoka, lakini wanaishi pwani. Huko ndio kwao, walizaliwa huko. Kwa hivyo ukileta uchochezi hapa, unaadhiri watu wengine ambao wametoka hapa, ambao wanaishi mbali na huko ndio kwao. Ni lazima wakae huko kwa amani na wale watu wamekuta huko. Mimi nitatoa vile nilifanya nikiwa interior, hii North Rift, nilijaribu kunyoroshana na banditry kiasi. Na nilikuwa huko every day. Every day. Nikiamuka North Rift. Nikitoka North Rift, Lamu. Nikitoka Lamu, North Eastern. Alafu passport haikukua. Hakuna passport ilikuwa Kenya. Majangili walikuwa pale Nyayo House wananyanyasa wananchi. Nilinyorosha hiyo kitu. Siku hizi passport inapatianwa every week. Hiyo ni I'm giving an account for myself. So mwingine alikuwa kitu ingine aseme. And I'm very careful now as deputy president. I know every part of Kenya wants by the end of this term, before we go for re-election, they want to know what, individually as deputy president, of course with the support of everybody else, what is it that I've managed to push through for the people, and not the people of one area, the people of all the areas of Kenya, because ile kiti nimekalia ni kiti ya kusaidia Kenya nzima. Kwa hivyo watu wetu, mimi sitaki kuongea kuzidi hapo. Mimi sinanga mambo mingi. Hata nimeona watu wengine wanaongea maneno huko, me have no issues. Alright? Najua kuna watu wamejaa kiburi, ujeuri, maringo, madharau. Hii dunia tumehubiriwa, sisi zote tulalala tutaenda. Na hakuna mtu atabeba zozote. Anything. We will not carry anything from this world. So mimi nimetosheka. I am contented. Saa ile niko na hii nafasi, najaribu kusaidia rais, ndio tuwe na kitu ya kuambia wananchi. Hiyo mabarabara nimesema, hiyo bridge, mimi naenda kufuatilia. Hiyo mambo ya watu wetu ambao walifurushwa makwao, naenda kufuatilia wapate haki yao ya kupata makao. Hiyo gari ya polisi imeombwa, naenda kufuatilia. Hiyo masoko imekwama, naenda kufuatilia. Tukishikana na hao viongozi wetu hapa. Sio ndio kazi ya naibu wa rais? Sio ndio kazi ya naibu wa rais? That is the work, to support the president, to help him. Akisema amri, mimi ndio wa kufuatilia, ndio itekelezwe. Mradi ukijaa, rais anakuja anafungua. Wale wanapigana na rais ni upinzani. Wale wanapigana na rais ni wale wako opposition. So mimi as deputy president, my job description as I understand it, ni kuvurutana na maneno ya maendeleo, nisaidie rais ndio tutetee serikali hapo mbele. Kwa sababu kuna mtihani hapo mbele. Mwisho, hapa Nakuru, sehemu nyingi za hapa Nakuru kuna giza, stima haijafika. As we speak, vile tunaongea, tuko na program ya bilioni 1.7 ya kuongeza stima katika nyumba 16,700 hapa Nakuru County. Wacha nirudie. As we speak, in every constituency of Nakuru County, we are engaged in last mile connectivity to make sure as many people as possible, as many households get connected to power. And here in Nakuru, at the moment, projects worth 1.7 billion shillings are ongoing in all the constituencies to connect an additional 16,734,000
Nakuru households with electricity. Na hiyo story yote ikimalizika, rais anakuja anafungua hiyo miradi, alafu anaomba kura siku ya kura, sio saa hii. Saa hii ni maneno ya maendeleo. Kwa hivyo, kwa heshima kubwa nataka nikomee hapo. Mimi nimeamua sasa napiga round namna hii, naenda Northern Kenya, Nyanza siku 2, after 14 days niko hapa Nakuru. Nirudi nisirudi? Nirudi nisirudi? Nimekaribishwa hapa Nakuru ya ukweli kusukuma mambo yenu, kusukuma barabara zenu na stima na masoko na barabara. Wacha nione wale wanasema nimekaribishwa hapa. Na hii mambo yote ikitendeka, basi rais atembea hapa ndio atengeneze, open a commission those projects. Kwa hivyo nawashukuru sana. I wish you all the best. Condolences to the bereaved families. Ile mambo ambayo governor ataweza afanye, ile labda atahitaji tumsaidie, mimi niko chonjo, niko tayari. I'll step in. Na ile itanishinda tupelekee rais. Si namna hiyo? There is nothing impossible because God will enable us to stand with our brothers and sisters for the loss of their loved ones. And I pray that Almighty God will rest these souls in eternal peace. Asanteni sana. Mungu awabariki. Naam.